Na ikiwa ni tarehe 18 za mwezi wa 10 2025, majira ni saa 12 asubuhi saa za Afrika Kati, ikiwa ni saa 1 majira Afrika Mashariki. Hamka na Baraka One TV na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu na utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Bukavu, wazalendo wakaribia kuingia ndani ya jiji la Bukavu. Walikale, wapiganaji 18 wa AFC M23 wajisalimisha kwa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Ruchuru, mapigano mapya kati ya waza na M23 eneo la Bukoko huko USA Washington. Waziri wa mambo ya ndani mweka Kabila Hippolyte Kanambe kuwa kiongozi mkuu wa magaidi wa M23. Na mkumbuka operation Saidia Mzalendo bado kunaendelea, na kama hujaungana na operation hii tafadhali tumia namba ambazo kunaziona kwa screen yako ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na Baraka One TV, na pia tembelea Mwangaza TV ili uendelee kupata matangazo yetu mengine kutoka ndani ya ardhi ya Lumumba. Na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka huko jimboni Kivu ya Kusini, ndani ya vijiji kadhaa maeneo ya Nyangezi na pia karibia ya jiji la Bukavu. Wazalendo wakaribia kuingia ndani ya jiji la Bukavu. Majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko akiwa pamoja na waza kwenye maeneo ya Kivu ya Kusini. Mapigano yalianzia Nyangezi, eneo la Businga ambako kulikuwa kuna kambi kubwa ya magaidi wa M23 pamoja na RDF. Mapigano hayo yalipelekea askari wengi wa magaidi wa M23 kuweza kupoteza maisha, na hadi maafisa wa ngazi za juu wa jeshi la RDF kutoka nchini Rwanda na makao makuu hayo ya M23 kuweza kushambuliwa na kuunguzwa na wazalendo pamoja na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku wakishirikiana na wasaidizi wao wa karibu jeshi la Burundi. Businga inapatikana kilomita 2 na Nyangezi vile, huku vijana wa wazalendo wakionekana wakiwa wamedhibiti vijiji 4 vinavyodhibiti Nyangezi nzima, na huku wazalendo wengine wakishukia maeneo ya Toyota wakiwa katikati ya barabara kabisa kujielekeza ndani ya jiji la Bukavu. Mengi na zaidi ujumbe huu kutoka maeneo ya Toyota, kamanda akiongoza vikosi kuelekea ndani ya jiji la Bukavu. Tunasema hivi, hapa ni Toyota, waliniambia adui alikuwa shima, lakini na mimi nashuka. Hatutaki tena adui kushimama hapa. Mimi huyu niko barabara hapa Toyota hapa. Kubenye bana payo. Ndio hapa. Sitaki tena nione mtu yoyote wala enemy anakuya anashimamia hapa kwa uliza habari. Sitaki vile vyote. Na ule mwenye anajitumainia akui. Ule mwenye anajitumainia akui. Shukurani kwa wote na yote anasikia visirani ya nchi. Ashimame hasa ni muda ya kugombola nchi, kwa sababu adui alishajivuna sana. Tuko hapa. Siui hapa Toyota na Nyantende kuna lomba mida ngapi? Hapa Toyota na Bukavu uko kombia kilometri. Hapa yulo hapa kunjia tu. We, hapa na kule. Hapa kunjia, pita hapa kunjia. Kichwa ya barabara. We, rudi ya nyuma. Rudi ya nyuma. Rudi ya nyuma. Sawa. Sawa.
hapa kabisa enemy hatumpati, hatuyui piko ngambo gani hapa kabisa. Tunaelekea ngambo ya Nyantende hivi, ngambo ya Nyantende. Tuko deja hapa mbarabara, ni Muguduro hapa Toyota, ila wale watu hawaonekani. Mbona basoda banafifia? Nyuma kuko nini? Waliniambia enemy. Pole pole. Uko na nini? Mnaacha adui wapi? Mnabachia wapi? Biko Nyakabongola. Sawa. Hapa kabisa mkwenda enemy anasemaka anakamata Bukavu. Wapi? Mniambia sasa hapa. Pale kupande mwingine soda. Ule iko wapi? Wewe. Panda pale kupande mwingine soda bakuwe bawili pale. Ala silaha zinabakia nyuma ziko chungani. Mulika panda pale yule. Pole pole we. Munabaachia wapi? Aba ba enemy munabaacha wapi? Hapa kabisa ni mjini. Mwambie adui aanze jiandaa. Ule mwenye angali na uzima arudie kwao. Niliwaambiaka siku itafikaka ya kuwasaga, na hapa waende wanajitayarisha. Wajitayarisha. Nani anabaki? Papa, nitawapiga na bambia mpite hapa pembeni yangu. Muko hapa ndio wapi? Muleka. Niende na baona hapa. Huko atembea ye. Muleka akuye, we panda. Ili nakuya nyuma ni gari, ni moto. Yote vitasimama. Ambia Muleka huyu. Muleka shuka mbarabara. Baba Ikeri, unaanza enda mbali na barabara hii. Eske wewe unaweza mtu mwenye anakuya famia bulongo yenye aina yake atakufani? Mulika. Beba harumu mzuri. Hana nguvu, hana dawa. Sibale ni mbolea ya inchi. Atakufani? Kama wanajidai sibakuye. Mwawote nyuma. Murudi. Barudi nyuma bakuye baende wapi? Hapa kabisa. Hapa konjo bana kuya tupa uchafu yenyewe natoka Bukavu. Njoi kabisa. Hapa kabisa. Na huko nasikiliza matangazo yetu kutoka Baraka One TV. Baada ya taarifa hizo kutoka huko maeneo ya Nyangezi na Toyota, moja kwa moja tujielekeze ndani ya Walikale ambako magaidi wa M23-18 wameweza kujisalimisha mbele ya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC.
Wapiganaji 18 wa magaidi wa M23 wameweza kujisalimisha wakiwa na silaha zao kwenye vikosi vya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hiyo tarehe 17 Oktoba 2025 maeneo ya Musanga ndani ya groupmenti ya Kisimba tarafani Walikale huko jimboni Kivu ya Kaskazini. Kutokana na katibu mkuu katika uongozi wa groupmenti hiyo alisema hapo maeneo ya Musanga pembeni na Wazalendo ambako wanadhibiti hayo maeneo ya sekta ya Wanyanga, magaidi hao wa M23 walikuja kutoka Rusamambu ndani ya groupmenti ya Ikobo. Lavi Changwi amesisitiza kwamba magaidi hao wa M23 walikuja baada ya mapigano makali kutoka kwa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Wazalendo, na hivyo kushindwa pa kukimbilia na kuamua kujisalimisha mbele ya vikosi vya serikali na waza. Hiyo siku ya Jumamosi jioni magaidi 18 wengine waliweza kujiripoti maeneo ya Mpinga ambako walishindikizwa na Wazalendo kutoka Mpinga mpaka kwenda kusalimishwa kwa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako kikosi chao kinapatikana hayo maeneo. Vikosi vya serikali vimeweza kusema magaidi wengine wanazidi kujisalimisha siku hadi siku, na yote ni kutokana na hali ambayo wako wanakumbana nayo kwenye uwanja wa mapigano ambako FARDC na Wazalendo wamekuwa wakiwashia moto mara kwa mara, na hivyo wapiganaji wa M23 kuchanganyikiwa kushindwa kuendeleza mapigano. Yeye ambaye kunasikiliza ni Baraka One TV. Huku unaendelea kusikiza matangazo yetu kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka USA, Central pamoja na East Africa, na wale wote ambao wako maeneo ya Afrika ya Kusini: Jide Kizenga, Tembele, King Sele, Kizabe, Ayeba, Mashaka, Ayamba, Dedone, Butoto, Biondo, Kilamba Mau, mzee wa state ya Menda, Feza, Daletesha, da Aaron, da Asha, wakiwa nasikiza Baraka One TV ya Nkisi, Kandeke, Biondo, Dedone, Butoto. Na baada ya mapigano hayo kutoka huko maeneo ya Walikale ambako magaidi wamepigwa na kuanza kujisalimisha, na tubaki huko mkoani Kivu ya Kaskazini ndani ya tarafa ya Ruchuru ambako mapigano mapya yamezuka kati ya waza na M23 eneo la Bukombo. Na pia huko Washington, waziri wa mambo ya ndani akimuweka Hippolyte Kanambe kwa kiongozi wa magaidi wa M23. Mapigano mapya yalizuka tena hiyo siku ya Ijumaa ya tarehe 17 Oktoba ndani ya groupmenti ya Bukombo ndani ya utawala wa Bwito tarafani Ruchuru mkoani Kivu ya Kaskazini. Mapigano yaliweza kutokea ni kati ya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Wazalendo dhidi ya magaidi wa M23 wa Collectif de Mouvement pour le Changement CMC ambao anaongozwa naye Dominique Ndaruhute. Tokea majira ya saa 11 ya asubuhi ndiko milio ya risasi iliweza kusikika, ikiwa ni mingurumo mizito pamoja na mepesi ambayo ilisikika kote ndani ya kijiji cha Bushambasha kinachopatikana ndani ya kilomita zaidi ya 10 mashariki mwa Mweso. Kutokana na vyanzo kutoka hayo maeneo, wapiganaji ambao ni wa M23 ndio waliweza kuanzisha mashambulizi dhidi ya CMC, lakini badala yake waliweza kufukuzwa na Wazalendo na hivyo kuweza kukimbia maeneo ambako walikuwa wametokea. Mapigano hayo yamesababisha raia kuweza kukimbia makazi yao kwa mara nyingine tena katika vijiji mbalimbali, huku wakitoka hayo maeneo na kukimbilia katika kijiji cha Kanyagohe, pia kijiji cha Muhogozi na kijiji cha Katsiru ndani ya Bwito, na wakati mwingine
Wengine pia wameweza kujielekeza huko maeneo ya Mweso ndani ya Bashali tarafani Masisi. Huku hayo yakizidi kuendelea huko maeneo ya Kivu ya waziri wa mambo ya ndani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bwana Jacquemain Shabani kwenye mahojiano na mwandishi wa habari of America alikuwa na haya ya kuzungumza baada ya kuulizwa swali kutokana na kile kilichofanyika huko Nairobi kati ya Hippolyte Kanambe na baadhi ya upinzani kwenda kuanzisha chama kipya kwa lengo la kuvuruga usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huyu hapa waziri wa mambo ya ndani Jacquemain Shabani Loko. Ce ne sont pas des faits secrets. L'ancien président de la République est aujourd'hui un chef rebelle, un chef de guerre. C'est le patron de cette rébellion qui martyrise, terrorise nos populations depuis aujourd'hui près de 3 ans. Il en est le chef. Et c'est des faits très graves. Il a brisé le pacte républicain. Il est allé en totale contradiction, violation d'une loi qui lui donne les avantages d'ancien président de la République. Il s'est retourné contre la République. Il a pris les armes en connivence avec une armée étrangère contre la République. Il fait vivre le martyre aux populations congolaises, ces populations-là qui lui ont donné le suffrage, pas une fois, qui lui ont donné le suffrage. C'est des faits extrêmement graves. Moi, j'observe, je vois, des fois assez difficile à comprendre que des hommes politiques puissent supporter, puissent soutenir des faits aussi graves. Ces populations qui sont en souffrance, en errance depuis 3 ans. Na mnaona mwisho wa matangazo yetu kutoka Baraka One TV. Mengine tukutane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12. Chao chao.